Kwanza pole sana, kikao kinaonekana kilikuwa kirefu sana tangia saa 6 kamili mpaka saa 8:30. Tunatamani tufahamu wito wa bodi ya filamu kwako Sophia Belowa, haswa amekuitia kitu gani na mmezungumza nini kwa masaa yote mawili? Kwanza niwashukuru bodi ya filamu kwa sababu leo imekuwa kama surprise. Kitu ambacho ameniitia zaidi ni kwamba kuhusu maudhui. Nilipandisha video ambayo haina maudhui, kwa hiyo wao wamekuja kama kunipa darasa kwamba kama Mtanzania na kama muigizaji wa Kitanzania ambaye ni kioo cha jamii. Kwa hiyo wamekuja kama kunipa darasa kwamba kitu ambacho nilichokifanya ama ninachokifanya sio kitu sahihi, kwa sababu kinakuwa kinavunja maadili ya Kitanzania. Na hiyo video ilikuwa ikihusiana na nini haswa? Video tu ya kawaida, ilikuwa tunacheza, kwa hiyo kuna baadhi ya maungo yalionekana, kwa hiyo haikupendezwa na jamii pamoja na bodi ya filamu. Na baada ya kuzungumza bodi wamesemaje sasa kuhusiana na hiyo video na kuhusiana na hayo maudhui ambayo labda yaliwakasilisha na wameona kwamba yalikuwa sio mazuri kwa watazamaji na wanakutazama wewe kama kioo? Kwamba mimi nashukuru sana kwa sababu wamenipa darasa na wamenipa elimu kubwa sana, na pia nipende kuwashauri labda mabinti wenzangu kwamba mimi najua kuna watu wananifuatilia sana, kwa hiyo wajifunze kupitia mimi kwamba kitu ninachokifanya sio kitu kizuri. Kwa hiyo na hata kama kuna watu labda walikuwa wanaiga kitu ambacho mimi ninachokifanya na mtu mwingine anafanya, kwa hiyo nawashauri kwamba waache kufanya, kwa sababu sisi ni Watanzania na pia vitu tunavyovifanya vikiwa nje ya Kitanzania tunavunja maadili ya Kitanzania. Kwa hiyo mimi nipende kuwashukuru bodi ya filamu kwamba wamenipa darasa kwamba niachane na hivyo vitu, kwa sababu wameona kwanza mimi ni msanii mzuri ambaye nafanya vizuri sana. Hicho pia wamekiona. Kwa hiyo si zaidi ni kubadilika. Nimeona wakati tunaingia ulikuwa na furaha, wakati tunatoka umekuwa mdogo fulani kama Pilton. Nini kilitokea katika kubananishwa na hayo maudhui ambayo umekutana nayo na umekutana na bodi ya filamu ambao umekaa watu kuweza kuelezea na kile ambacho umekifanya? Unakijutia kwa kiasi gani? Kwanza sijabanwa, kusema ukweli. Yaani sio polisi ama sio sehemu ambayo labda hauko comfortable. Nilikuwa comfortable na walinipa chance ya kuongea kama yani nilikuwa na amani zote. Unaelewa, kwa sababu nilikaa muda mrefu, kwa hiyo nimechoka. Kwa hiyo pia niseme mimi nimebadilika na sitarudia tena kuposti vitu ambavyo havina maudhui mazuri, kwa sababu mimi ni kioo cha jamii na mimi ni muigizaji wa filamu. Kuna baadhi ya watoto wananiangalia, wadogo zangu, dada zangu, baba zangu. Kwa nimebadilika, nimepata darasa na kuanzia leo nimebadilika na nitakuwa mtu mzuri na nitakuwa kioo cha jamii kweli. Mimi nimeshuhudia baadhi ya wasanii wakuwa wameitwa hapa, alishakuitwa Wema Sepetu, alishakuitwa Auntie Ezekiel na wengine kibao. Lakini muda walikuwa wakitumia katika kuzungumza ulikuwa ni mfupi. Kwako imekuwa ni mrefu sana. Labda kwa ufupi kile kilichokuwa kinaendelea labda ambacho hujakisema. Kwanza mimi sijawahi kufika kwenye hizi nini? Bodi ya filamu. Sijawahi kufika, kwa hiyo ilikuwa ndo mara yangu ya kwanza, na pia kulikuwa na mtu tunamsubiri, ndo alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye hicho kikao. Ndo maana muda ulikuwa ni mwingi, na pia kikao kilikuwa kirefu kwa sababu pia walikuwa wananiona kama pale nilivyokaa mimi ndo nilikuwa najiona ni mdogo. Kwa hiyo walikuwa wananipa elimu kubwa kwamba umri wako ni mdogo, kwa hiyo unatakiwa kufanya vitu hivi na hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Hii ni kwa faida yako. Kwa hiyo sio kwamba tulikuwa tumekaa muda mrefu kwamba tulikuwa tunajadili kitu gani ama walikuwa wananikandamiza, hapana, bali walikuwa wananipa somo, walikuwa wananielimisha vitu vizuri, na ndio maana tulipata muda mwingi wa kuzungumza zaidi. Hongera sana. Lakini wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao umetokea kwenye Vixen, kwa maana ulionekana kwenye wimbo wa Harmonize na ukatrendi sana, ukawa star sana na maneno yakawa yamekuja mengi. Kuna baadhi ya watu wakawa wanasema anatoka na Harmonize na vitu kama hivyo. Ukweli ulikuwaje? Na je, tangu wimbo huo umetoka na wewe maneno hayo kwenda sana viral kwa watu mbalimbali wakizungumza kuhusiana na hizo tetesi kwa mapenzi na Harmonize, ushawahi kukutana na Hamo, na kama alizungumza nini kuhusiana na hizo tetesi ambazo zilikuwa zikisemwa na watu mbalimbali? Tokea kwanza video imetoka mimi sijakutana na Harmonize. Hatujawahi kuonana tena kwa sababu pale tulikuwa tumefanya kazi. Tulipomaliza kazi kila mtu akawa anaendelea na mishe zake na mimi naendelea na mishe zangu, na hizo tetesi ambazo zilikuwa zinaendelea kwenye mitandao alikuwa azikubali. Kwa hiyo alituma baadhi ya watu kuniambia mimi sihitaji
kuzungumziwa. Nadhani hiyo kila mtu aliiona kwenye mtandao kwamba alikuwa hahitaji nimzungumzie. Kwa hiyo mimi sikuendelea kuzungumza hivyo, na pia nadhani hivyo vitu vilishapita. Sihitaji tena kuendelea kuvizungumzia. Watu wengi wanasema kwamba ukimya wa Ameloa ndio unasababisha kwamba aje kutrendisha picha ambazo kama hizi ambazo ameitwa na bodi ya filamu ili kurudi mjini, kwa sababu sasa hizi amepotea sana kwenye ulimwengu wa tasnia na vitu kama hivyo. Ukweli ni upi? So kweli, kwa sababu bodi ya filamu wanapenda vitu vizuri. Nadhani kama wangekuwa wanavifurahia hivi vitu wasingeniita leo. Unanielewa? Kwa wao walivyoona kwamba nimeposti kitu kibaya, moja kwa moja wakaniita na kunipa elimu. Kwa hiyo sidhani kama bodi ya filamu wao wana support upuuzi. Sijui unanielewa hapo. Kwa hiyo mimi ninachojua kwamba sio kwamba eti nimekuja kutafuta kiki ama kwanza mimi mwenyewe nimeogopa kwa sababu niliposti kitu alafu sikujua kama kita happen. Umenielewa? Usiku ule ule nilivyopandisha ile video nikapigiwa simu kwamba unahitajika Jumatatu saa 6. Nimefanya nini? Kuna nini kinaendelea? Kuna kosa gani? Wakaniambia utafika utaelezwa kitu gani umefanya. Lakini kuna baadhi ya watu ambao wanaelewa hivi vitu, wakaniambia bwana wewe kuna video umepandisha kimakosa na sio nzuri kwa maadili ya Kitanzania. Kwa hiyo nadhani hicho ndio kitakufanya nadhani hicho ndicho walichokuitia zaidi. Na katika hiyo video ambayo ulipandisha, kama ulisoma comment, ni comment gani ambayo ilikukwaza sana wewe ulikutana nayo? Hakuna comment ambayo sasa hivi inanikwaza. Mimi naona comment zote ni za kawaida. Nishavuka huko kusoma comment. Kwanza sisomagi comment. Mimi kwanza sisomi comment. Unavyoniona hapa. Ni kitu gani ambacho mtu anayekuangalia kama kioo cha jamii, Sophie Ameloa, akichukue kwako na kingine asikichukue? Mimi ninachosemaga kila siku kwamba usiwe kama mimi, wewe ishi wewe. Kinachoona kinakufundisha basi jifunze. Unachokiona hakikufundishi kiache. Sio kila kitu unakibeba. Mimi nadhani hivyo tu. Kipi upendo wako kinakuvutia wewe mwenyewe kwenye maisha yako ya kawaida? Nini? Kipi kinachokuvutia kwako kwenye maisha yako ya kawaida unasema yes mimi ni Sophie? Mimi kweli. Mimi ni Ameloa. Mimi napenda kuwa huru. Nadhani hicho ndio kinachonikosti zaidi. Napenda yani amri yangu mimi sijui nifanye nini. Napenda yani kuwa huru zaidi. Kwa hiyo nadhani hicho pia kwa hapa kibongo haipo hiyo. Ameloa ni mwanamke mzuri sana, mrembo sana, lakini miaka mingi sasa inakwenda, watu wengine wanaolewa na vitu kama hivyo, unaona ndoa ama star. Kwa nini wewe bado hujapata mwenzako kusema kwamba leo labda unaolewa au unatamani kuolewa? Mimi siolewi. Kwa nini uolewe? Sitaki. Sasa mimi sitaki kuolewa. Mimi naolewaje baba? Sitaki kuolewa. Kwanza wanaume nyinyi ni maguziguzi. Sema maguziguzi una maana gani? Babu wewe maguziguzi, wewe elewa maguziguzi. Yaani maguziguzi ni wanaume ambao yani wanaume wa sasa hivi yani twende tuondoke. Hivyo. Kwa hiyo akitokea mtu ameleta posa kwenu kwa maana utaikataa ndoa? Sitaki ndoa. Mimi nishasema sitaki ndoa. Mwisho nilikuwa natamani kufahamu kitu kimoja. Kumekuwa na wasanii wengi sana wameitwa hapa bodi ya filamu ambao wamefanya ama wameposti picha ama maudhui ambayo hayaendani na jamii. Na pia wewe ni moja kati ya watu ambao waliwahi kuona kwamba wasanii hao wameitwa bodi ya filamu na wameelekezwa namna gani ambavyo inabidi wafanye. Unadhani labda ni kwa nini imekuwa ni ngumu pengine nyie wasanii ambao kupata nafasi ya kuitwa, kujifunza kwa wasanii ambao wamepata nafasi ya kuitwa kwenye bodi ya filamu kutokana na makosa haya ambayo wamekuwa yakijirudia? Okay, swali zuri sana. Unajua mfano mimi sikuwahi yani mfano labda nijizungumzie mimi. Mimi sikuwahi kuelewaga hizi mambo za yani kuwa na darasa. Sikupata darasa. Nadhani na ndio maana tunakosea. Na ndio maana unapokosea unajirekebisha ili yani upate darasa ujirekebishe na mambo mengine yaendelee. Mimi nadhani tu sio kwamba tunafanya kusudi ama sio kwamba tunafanya kwamba tupate content, hapana. Pia kutokuwa na elimu. Nadhani hilo ndo kitu ambacho kikubwa kinachotusumbua. Nadhani tungepata elimu au kungekuwa na elimu ambayo unajua hivi tunavyoitwa, mfano sisi bodi ya filamu inavyokuita, haikuiti kwamba itazungumza live, kila mtu atajifunza.
unaitwa kwa upande wako, utazungumza, utaelekezwa kimpango wako, umenielewa? Lakini kungekuwa labda kuna darasa ambalo linaelimisha bwana, hiki kitu na hiki na hiki, kwa hii ni kwa sababu ya wale ambao wapo huko kwenye mitandao, au wewe mtu ambaye unajihusisha na mitandao. Kwa hiyo kuna vitu 1 2 3 4 5, nadhani mkuu, jamani.